katika miaka 5 ambayo nimekuwa hapa bungeni, namshukuru Mwenyezi Mungu nimeweza kuhudumu kwenye kamati ya afya ya ukimwi, na sasa hivi kamati ya afya na masuala ya ukimwi. Kwa fedha za ndani kulikuwa kuna changamoto kubwa sana ya utoaji wa fedha, hasa kwenye masuala mazima ya fedha za maendeleo. Lakini kwa miaka hii 4 nikiangalia mtiririko wa utoaji wa fedha, kumekuwa na mabadiliko makubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia Februari 2025, Tume ya Kudhibiti Ukimwi imepokea zaidi ya 73% ya fedha ambazo bunge lako tukufu lilizipitisha. Hayo ni matumizi ya kawaida, lakini kwenye matumizi ya miradi ya maendeleo imepokea zaidi ya 79%. Haijawahi kutokea. Hii ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan ina dhamira safi ya kuhakikisha kwamba mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi yanapiganwa kisawasawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mara ya kwanza ukiangalia ulinganisho wa bajeti kwa mwaka 2024-2025 na 25-26, utaona kabisa kwenye fedha za ndani za maendeleo kumekuwa tukipiga kelele tukisema kwamba tuna mfuko wa kudhamini mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi. ATF ulikuwa ukipata fedha kidogo, ulikuwa ukipata milioni 500, bajeti inayomalizika ikatengwa bilioni 1.8, lakini kwa mwaka huu wa fedha serikali imetenga bilioni 5.28, zaidi ya 180%. Haijawahi kutokea. Hii yote ni dhamira safi ya Mama Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi yanapiganwa kikamilifu. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, hivi karibuni tuliweza kuona nchi mbalimbali, hasa nchi ambazo zilikuwa zinatufadhili sisi kama Watanzania kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo ya kupambana na virusi vya ukimwi pamoja na miradi mingine. Wananchi walipata hofu, wananchi walipata simanzi, kila mtu alikuwa na mashaka itakuwaje kwa sababu misaada mingi inatoka nje. Lakini kwa bajeti hii ambayo serikali imeileta na kwa maelezo ambayo serikali imekuwa ikiyatoa na kwa kuonyesha kabisa dhamira ya kusimama sisi kama Watanzania kuweza kuboresha mfuko wetu wa udhamini kutoka bilioni 1.8 mpaka bilioni 5, sisi kama wajumbe wa kamati tunaona kwamba ni jitihada kubwa ambayo imekwisha kufanyika. Japo bado tunaona kwamba kuna uhitaji wa kuendelea kutafuta vyanzo vingine vya fedha za ndani kwa kushirikisha wadau wa ndani ili mfuko wetu sasa uwe endelevu na uweze kustahamili kuweza kupambana na virusi vya ukimwi. Lakini mambo mengi yamefanyika. Pamoja na afua ambazo zimefanyika, pamoja na mipango mizuri ambayo serikali inayo, lakini tunaona katika utafiti uliofanyika 2022-2023 bado kuna changamoto ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Watanzania tusibweteke, ukimwi bado upo na maambukizi kila mwaka Watanzania 60,000 wanapata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na katika hao 60,000 wanaopata maambukizi ya virusi vya ukimwi, 34.4% ni vijana wadogo. Ni vijana ambao ni nguvu kazi. Hii inatuambia nini? Hii inatukumbusha kwamba bado tuna kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha kwamba vijana wetu wanaendelea kupata elimu. Lakini swala zima la kuhamasisha upimaji wa VVU unafanywa kwa kiasi kikubwa sana. Ukiangalia katika huo utafiti, kwenye swala zima la upimaji, bado tuna 82.7 tu. Ina maana kuna wananchi wengine wengi ambao hawaelewi afya zao mpaka sasa hivi.
pamoja na afua zote zinazofanyika, bado kuna wananchi ambao hawajajua status zao, ni 82.7%. Lakini katika wale 82.7% ambao wameshajua kwamba wana maambukizi ya virusi vya ukimwi, tunashukuru sana serikali yetu kwa kuhakikisha kwamba 97% wamepatiwa dawa za kuweza kufubaza maambukizi virusi vya ukimwi. Na katika wale ambao wameshagundulika 94% tayari wamekwisha fubaza virusi vya ukimwi. Kwa hiyo sisi kwetu ni hatua kubwa sana kama sekta tumeweza kufanya nini? Kuipiga. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa, tuendelee kuhamasisha wananchi kuendelea kupimwa. Kina baba wengi hampimi. Usijidanganye kwamba mke wako akisha kupimwa akaonekana yuko salama na wewe uko salama, kwa sababu kila mtu ana modality zake za kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Inawezekana mke wako yuko salama kwa sababu yeye kinga yake iko imara, lakini wewe baba ukawa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo waziri mkuu amekuwa kinara wa kuhamasisha upimaji wa virusi vya ukimwi. Kwa hiyo tujitokeze Watanzania, tuendelee kupambana na maambukizi ya virusi vya ukimwi.